Sasa ushauri wangu mimi nimetoa namba 2 hii. Kwa wale walifuata namba 1, hii ni namba 2. Ushauri wa mama leo ni nini? Na nyie tieni komenti zenu wale ambao watakuwa na ushauri wao. Ushauri wangu ni huyu. Mwanaume wote kwa sasa atakayeoa akawa anazana na mke wake kama ana mwanamume mwingine labda nje. Ndugu zangu, kama una akili na una hela, pima mtoto. Unywele tu wa mtoto, unatoa tu unywele mmoja wa kichwani wa mtoto, hata wa kuzaliwa. Unywele tu mmoja wa kichwani. Peleka hospitali kapime kwa siri, hata mke wako afahamu. Utamjua mwanao kama ni wako wala sio wako. Sababu baadhi ya wanaume wengi kwa sasa wanalea watoto wasio wako. Kwa wanawake tutaulizwa na sisi siku ya kiyama. Japokuwa tunalia wanaume wanachiti sana, baadhi ya wanawake pia wako kwenye ndoa, wako wanazaa watoto wa nje ya ndoa na wako kwenye ndoa. Ndugu zangu, that is not good. It's not fine guys. Mtaulizwa siku ya kiyama. Kina mama, kaburi ni la mtu mmoja. Hakuna mtu atakwenda kaburini na mume wake, wala hakuna mtu atakwenda kaburini na mke wake. Kila mtu ataulizwa yale aliyoyatenda. Kama una hofu ya Mungu, ndugu zangu, acheni hivyo vitendo vibaya vya kuleta watoto wala zina, mnawaleta kwenye ndoa ya halali. Ndugu zangu, Mungu ameshakupa halali. Unataka nini kwenda kula vya haramu? Baadhi ya kina mama, wakina mama wengi sana, sababu anayejua siri ya mtoto ni mama. Anayejua baba wa mtoto ni mama. Kwa hiyo wanawake wengi sana wanawadanganya waume zao, waume wanalea watoto wasiyekuwa wao na wako kwenye ndoa. Ndugu zangu, shauri wa mama lao, be careful guys. Jahannam inatusubiri kama tukujirekebisha. I'm not judging but I'm talking the truth. Chukua nywele umoja tu mdogo kwa siri, mke wako ajui, peleka hospitali ukapime. Utamjua kama ni wako wala sio. Usijipi majukumu yasiyo kwa wako. Kwa fadhali ule mwanamke, watoto ambao unamkuta nao, uliamua kumuoa na wale watoto ni wa kwake, sio wa kuzingia.